Ukiota ndoto mtoto ameangukia kwenye kisima, ndoto hii sio nzuri sana kwa mtoto yule aliyemuotea ndoto hii, kwa sababu kutakuwa na athari kuu mbili. Ya kwanza, baraka zake zinakuwa zimefungwa, nyota yake. Na mbili, urithi wa mtoto unakuwa umenyang'anywa. Kwa mfano, elimu ya mtoto, tabia za mtoto. Namba moja nimesema ni baraka za mtoto zinakuwa zimefungwa. Angalia kwenye kile kitabu cha Mwanzo sura ya 26, ukianzia mstari wa 18, utaona kuna mtu anaitwa Isaka alienda akapanda mbegu kulingana na shamba aliloenda kupanda. Biblia inasema mtu huyo akaongezeka akawa mtu mkubwa sana. Lakini baadaye, ili azidi kuongezeka katika mifugo, azidi kuongezeka katika uchumi, alitakiwa awe na visima ambavyo vitatoa maji kwa ajili yake na kusababisha baraka ambazo ameandikiwa na Mungu. Na wakati huo Wafilisti walikuja wakavifukia visima ambavyo aliachiwa na baba yake. Biblia inasema akachimba kisima cha 3 akakiita Rehoboth. Kile kisima ndo kilichomfanya awe mtu mkuu. Namba 2, nimesema kwamba urithi wa mtoto unakuwa umenyang'anywa kabisa. Mtoto alikuwa wa kwanza darasani, anarudi anakuwa uko kwenye namba mwisho. Mtoto alikuwa na tabia nzuri, yani tabia zinakuwa ni nyingi mbaya na chafu ambazo wewe hujamwachia kama urithi. Tunapowapeleka watoto shule tunawarithisha, ule ni urithi wao wa maisha yao ya kesho. Tunamwona Isaka aliachiwa visima hivi vikiwa ni urithi kwa baba yake Abraham. Kitendo cha kumwona mtoto ameangukia kwenye maji tena ya kisima, inamaanisha wale watu wamekuja wamemnyang'anya baraka na wamemnyang'anya pia urithi wake ambao anatakiwa aupate. Ndoto hii kama umeota, kitakachosababisha uweze kushinda, mchukue mwanao muunganishe kwenye madhabahu ya Mungu. Kama umeota ndoto hii na unahitaji kushinda, kuona matokeo na mafanikio kwa mwanao, njia ni moja tu ya kufanya. Mweke wakfu mtoto wako kwenye madhabahu, muambatanishe na madhabahu. Kuna baadhi ya vita huwezi ukazishinda isipokuwa madhabahu. Wewe ni mzazi, leo upo, kesho haupo, umekufa, mtoto atalelewa na nani? Maana hapa tunaona baada Ibrahim kufa, Wafilisti wakafukia visima vyote ili Isaka asipate chochote. Kwa hiyo unaweza ukafa kesho, mtoto wako akabaki kwa chokora mtaani. Wajibu mkubwa ambao mzazi anatakiwa awe nao, hakikisha unamweka mtoto wakfu kwenye madhabahu, muunganishe na madhabahu, ili madhabahu yoyote ya ukoo, ya familia, madhabahu ya kichawi inapoinuka kinyume na mtoto anabakia kwa salama, kwa sababu yuko chini ya madhabahu ya Bwana, Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Unaweza ukashare ujumbe huu kwa ajili ya mama mmoja, baba mmoja aliyewahi kuota ndoto hii juu ya mwanaye, ajue jinsi ya kufanya na kumsaidia mwanaye. Barikiwa sana.